Karibu mpenzi mtazamaji katika kipindi chetu cha Prince TV. Ambapo siku ya leo tutakuwa na mjadala na mgeni mheshimiwa zaidi, ambao tutakuwa tunajadili kuhusu mtoto wa kike ni muhimu ama ni bora kuliko mtoto wa kike. So baadaye kidogo tutakuwa na maswali mengi zaidi, anaweza atakaribia, mtaweza kujua, ataweza kuongea mengi, na kutakuwa na maswali ambayo itakuwa inaendelea. Tunataka kujua, je, ni kwa nini waseme mtoto wa kike ni bora kuliko mtoto wa kiume, na kwa nini tuseme mtoto wa kiume ni bora kuliko mtoto wa kike? So hapo baadaye kidogo mgeni wetu atakapofika tunaweza kuendelea. Karibuni sana, endeleeni kutazama, unaweza kulike, kushare na kucomment. Kama nilivyowaambia, siku ya leo tunaye mgeni ambao siku ya leo tutakuwa tunajadili kuhusu mtoto wa kike ni bora kuliko mtoto wa kiume, ama mtoto wa kiume ni bora kuliko mtoto wa kike. So una mgeni wetu mashuhuri siku ya leo, nitamkaribisha tu na tuweza kukusalimia, alafu tutaweza kuendelea. Karibu sana. Asante sana Sabless, nami nikifahamika kama Sherry Dori. Naam, kama mlivyomsikiliza, jina yake kamili anafahamika kama Sherry Dori. So siku ya leo tutakuwa na mjadala ambao tutakuwa tunazungumza kwamba mwanaume ni bora ama mtoto wa kiume ni bora kuliko mtoto wa kike. Mimi upande wangu, kimimi binafsi, mimi nitakuwa mtoto wa kiume na wewe utakuwa mtoto wa kike. So kutakuwa na vile tutakuwa tunapinga. Wewe kwa upande wako utakuwa unapinga na mimi kwa upande wangu pia nitakuwa napinga. Yaani kila mtu atakuwa anatetea pointi yake. Bora tusipigane. Hatuwezi tuko katika studio, hatuwezi kafikia huko. So karibuni sana katika kipindi hiki, tafadhali till tune. Usikate, usiondoke hapo ulipo, endelea kutazama na naamini kufikia hapo kuna kitu ambacho tutajifundisha. So naanza. Mimi nasema kwamba Sherry, mtoto wa kiume ni bora zaidi kuliko mtoto wa kike, kwa sababu mtoto wa kiume ndiye anasimama kama kichwa cha familia wakati mwingine. Mimi nakupinga. Unanipinga kivipi? Sasa kama katika familia hakuna mtoto wa kiume, inabidi mimi mtoto wa kike nivae kiatu cha mtoto wa kiume niwe kichwa cha familia. Sasa ngoja nikuulize swali. Umesema wewe mtoto wa kike. Haya, tuseme wewe kwa mtoto wa kike pekee, si ndio? Alafu tuseme kwa bahati mbaya ama nzuri mmevamiwa. Wewe mtoto wa kike unaweza kufanya nini? Piga nduru. Sawa. Tuseme utapiga nduru. Na katika kupiga nduru tuseme mnaishi mahali lakini hamuishi mahali penye kuna watu. Wewe peke yako, yani wewe tuseme kama ndio mkubwa kwa hiyo nini? Na tuseme kama baba yako hao wametoka. Mko wewe na mama yako na wadogo zako. Hasa nduru itasaidia nini? Na tuseme mmeishi mahali ambapo hakuna majirani. Sasa nitajikaza niwe jasiri. Sasa ndio maana nakwambia what a man can do, a woman can do it better. Sasa mimi nitapambana naye. So mpenzi mtazamaji, kama mlivyosikia. Lakini mimi hiyo imekuwa mada ya kwanza. Mada ya pili mimi nasema hivi. Mtoto wa kiume ni bora kwa sababu mtoto wa kike anaweza kuenda akaolewa akasahau wazazi wake, lakini mtoto wa kiume anaweza kusimama kuangalia mamake na babake. Mi hapo pia nakupinga. Sikatai kuwa sisi tunaolewa na kuondoka tunatuacha wazazi wetu. Lakini sisi mtoto wa kike si rahisi kusahau familia yake. Anakumbuka mamake alimbeba miezi 9. Kwani huyo mtoto wa kiume akubebwa miezi 9? Alibebwa ndio, lakini mtoto wa kiume huwa ni rahisi kwanza akijipata kuwa amepata mtu yani mwenzake ubavu wake. Sasa ile ubavu wake inategemea jinsi atakavyomcontrol. Sasa utapata kama atakontroliwa achana familia yako nini na nini, lakini sisi watoto wa kike si rahisi kusahau jamii ya kwetu. Mimi naweza kupinga kwa sababu mara nyingi unapata mtoto wa kike anapokuwa ameolewa akapelekwa akaenda kuonyeshwa mahaba mazuri, nyumba nzuri, nini na nini, mimi nakuhakikishia wengi wanasahau wazazi wao. Lakini mtoto wa kiume si rahisi. Atasema bana kuna mamangu. Na mtoto wa kiume kwanza kwa sababu gani anasema? Kwa sababu mtoto wa kiume yeye ndo anasimama kulinda familia yake. Yeye ndo anasimama, anahakikisha analinda mama. Lakini mtoto wa kike tuseme umeolewa, umeenda kama Warabuni, umeenda kama India, kurudi kuseme ni kwa mwaka mara moja. Na mimi mtoto wa kiume nasimama kama kulinda, kutetea familia yangu. Wewe pengine unaweza ukaenda huko ukaolewa. Mimi napinga hilo. Kwa sababu gani? Mara nyingi unapata watoto wa kike wanapokuwa wameolewa huwa wanasahau wazazi wao. Sio wote. Unaweza kusema sio wote, lakini wengi. Kwa sababu akienda kule tayari aoneshwe maisha ya kizungu, afurahishwe nini na nini, unaelewa tena watoto wa kike wanavyopenda starehe. Akishafurahishwa hivyo na hivyo anasahau. Pengine kule alipo kuna watu call anapitia mazuri. Lakini haizi kupiga hata simu nyumbani. Pengine hata mzazi akimpigia simu, huyu mtoto wa kike anaona kama anasumbuliwa. Lakini siku zote mtoto wa kiume wako sana attentive
Simu kiliana kisha, oh mama unasema nini? Nilikuwa hivi na hivi, nilikuwa nataka kukusikiliza hivyo na hivyo. So mimi napinga. Watoto wa kike wengi wao wanasahau sana wazazi wao. Mimi nakupinga pia. Sio kote tunakoenda kuolewa huwa kwenye ndoa kuna raha. Kuna labda kuna shida napitia, hata naona ile ugumu kumpigia mamangu, hello, mimi niko hivi, mamangu kwa mzima lakini mimi naogopa ile kumwambia mamangu, mimi niko hivi na hivi napitia hivi. Kama mzazi atashikwa na ile roho ya huruma, atakuwa na wasiwasi na mtoto wake. Sasa ndio maana sitaki kumpa stress. Sasa unasema utaki kumpa stress. Kumpa stress kivipi? Kwa hiyo tuseme kama umeenda kule mahali umeolewa, hata huwezi kupiga simu nyumbani hata kusalimia. Kusalimia ni lazima. Tuseme kwa mfano, hauwezi ukaenda hata kule nyumbani kusalimia. Ama uweze hata ukapiga simu. Kama kuna mwingine, kuna kisa kimoja nilikuwa nakitazama siku moja kwa TV. Unapata kwamba mwanamke ama msichana aliolewa, akaenda akapelekwa kama nje za mbali kule, akaenda akakaa. Lakini kupiga simu hajawahi hata piga. Akaenda kule akafika akabadilisha line akabadilisha kila kitu. Wazazi wake pengine wako akamsahau, kujua kwamba mtoto pengine alikufa nini na nini, maana hajawahi hata piga simu. Kumbe mtoto yuko kule anakula raha, amesahau nini? Amesahau wazazi. Ngoja nikwambie Bliss. Sisi wote tukiolewa, wanawake wengi tukiolewa, inategemea na mume uliyempata. Utapata mume ni yule wa sitaki usaidie familia yako. Mume utampata ni yule wa sitaki nikuone ukienda kwani, manake ulivyonipenda ukasema unaacha familia yako umenifuata mimi, ndio iwe hivyo. Lakini huwa si kupenda kwetu sisi watoto wa. Ngoja. Kwani wewe utakuwa mjinga kiasi gani mpaka eti mume? Unajua siku zote haifai eti mume. Mimi napinga hiyo, nakupinga hiyo shauri yako. Kwa sababu gani? Mimi nakupinga. Ndio sisi wanaume wewe nafikia mali nasema kwa vile mimi ndo natafuta, sitaki kuona ukitoka nje. Lakini sasa upate eti mtu amekataza eti usikuona piga simu. Mimi naweza kusema watoto wa kike nyinyi mkifika kule mnapenda sana starehe. So wakati ambao mnapenda starehe sana, mnasahau mpaka wazazi wenu. Hapo wa kupinga. Haya, naingia mada ya 3. Mimi nasema mtoto wa kiume ni bora kuliko mtoto wa kike. Kwa sababu gani? Mtoto wa kiume siku zote yeye ndo anasimama kama kichwa cha familia, ama yeye ndo anasimama kama mlinzi na msaidizi wa familia. Watoto wa kike sana sana wengi ni waoga. So hata kukitokea jambo kama fulani, hakuna vile anaweza kusaidia. Lakini mtoto wa kiume akiona kuna hivi na hivi, alafu kwanza mtoto wa kiume yeye ndo anakaanga karibu sana na mama yake. Kwa sababu gani? Mama yake akitaka fulani, mwanangu hivi na hivi, mwanangu hivi na hivi. Lakini mtoto wa kike kule unakula starehe, mama kupigia simu, utaki kujua anaendelea vipi. Wakati ambao uko mjini kule, mtoto wa kiume sisi tumetulia, tunasaidia mama, tungangane, twende at least tufanye mjengo, twende ufanye kazi, tuhakikishe mama anakula. Lakini unaweza kupata kwamba wewe umeenda kule, tuseme eti sijui nasema sijui nani, umeenda kule, hata kama kweli umeenda kwa mwanaume, kiasi kwamba eti hata mwanaume wako anakuzuia kupiga simu. Kwani wewe mwanaume wako naye alizaliwa na ng'ombe ama alizaliwa na kuku ama aliaguliwa? Wote tulizaliwa na wazazi. So ukipata ukipata mwanaume, mimi naongea hapa ningesema kwamba upate mtu utazuiwaje? Wewe mwenyewe unajua mzazi wako, unajua shida ambayo ulipita na mzazi wako, eti alafu sasa unapata mwanaume anakuzuia eti kwanza leo sijui usipigie mzazi. Mwanaume mimi na I think psychology atakuwa yuko sawa Bliss kupinga. Lakini pia nataka kukwambia ukituna sisi watoto wa kike sijui tumeenda majuu tumepelekwa wapi, tunaona tunakula raha. Si hatukuli raha. Maisha yenyewe ndo haya unavyoona. Uchumi uko juu. Kwa hiyo kama uchumi uko juu atasema upigi. Jamani, singoja nimalize point yangu jamani. Sisemi kitu. Sawa, mpira kwako. Kama siku zote wanavyosema kwamba asiyekubali kushindwa basi si mshindani. Kama unaweza kuona amekubali. Sijakubali. Lakini watazamaji, kama mara ya kwanza mlivyosikia, amesema ya kwamba yeye hasemi kitu. Kwa hiyo kama hasemi kitu inamaanisha nini? Amekubali, amequit. So kama amequit, sijaquit. Hongera kwetu sisi. Ngoja namaanisha yani kwa hiyo point sisemi kitu. Nami pia ningependa kuambia kuwa sisi wanawake sisi ni kama yani majua. Ua na familia. Na sisi wanaume sio utajipanga mwenyewe kama utakuwa mti wa familia, lakini sisi ni kama ua la familia. Nyinyi ni kama ua la familia, lakini si ua la kufurahisha kwa familia ama kuonesha ua la kufurahisha mume wako huko aliko. Ua kwa familia, mnangarisha nini kwa familia? Ngoja nikwambie. Kwa hiyo sasa kwa mfano mzazi wangu anisomesha, nimepita na graduate, hilo si hata furahia kwa mwanangu amesoma. Atafurahia, lakini
atafurahia. Lakini wewe sasa anakusomesha, lakini anakusomesha mume wako wa baadaye ambaye atakuja kuchukue aenda akakuoe. Si kwamba eti anakusaidia. Kwanza mimi ninangonikushwa, unapata kwamba watoto wale wa kike ambao wengi wanasomeshwa na wazazi wao, sio kwamba eti mzazi anamsomesha kwamba mzazi mzazi wake anamwandaa kule mbeleni. Usikue kama DJ Zombie, mwanamke anakuambia go and bring for me a spoon, wewe unaenda unaleta thermos. Amekutuma thermos, unaona unaleta kikombe. So mzazi wako hataki uwe zuzu, lakini nanyi mkienda maisha bana, hakuna cha maisha. Tuonee sana sisi watoto wa kike tunajibidisha kadri ya uwezo wetu. Lakini Sheri Dori, mimi naona laome na kuunkia ama watazamaji mno kama nyinyi wenyewe mnaweza kuona. Mimi naona ananionea jamani, huyu ananionea. Hakuna kumuonea popote mwanaume. Kwa sababu gani? Ukweli wanasema siku zote, wanasema asiyekubali kushindwa basi si mshindani. Kama unaweza kuona kwamba amekubali. Sijakubali. Mjadala bado hujaisha. Hatusifunge mjadala. Sawa, tuendelee. Nami ningependa kukuambia kuwa mtoto wa kike ni bora kuliko mtoto wa kiume. Mtoto wa kiume ni mwanamke bomba. Utapata kuwa mwanamume na akili zake timamu, ana bibi na watoto, ameacha anaenda kufanya vituko na ama kwa sijui niekeje hiyo hoja. Nyinyi mnaonaje jamani? Wanaume walivyokuwa mazumbuku. Wanaume suruali. Si watukani tafadhali. Sije mkanipura ama. Lakini mimi nasema ukweli. Utapata mwanamke yeye ndo amevaa kiatu cha mwanamume. So wanawake pia sisi you are born to lead jamani. Pia sisi ni viongozi. Nyinyi ni viongozi, hatujakataa. Lakini hapo penye umesema eti sijui kwanza hapo kwa kurekebisha, naomba kwanza nitetee kauli moja ametutukana sisi wanaume. Kwanza nitetee alafu msalaba nimwangushie msalaba wake mwenyewe. Amesema kwamba wanawake eti wanavaa kiatu cha mume. Lakini kumbuka si wanawake wote, inategemea huyo mtoto ama msichana amezaliwa katika familia gani. Kwa sababu ukisema kwamba wanawake wengi wanasimama kama familia, si wote. Unapata wengine wamezaliwa, wengine wana act, they act like slave queens. Nakwambia I cannot do this, I cannot do this. Sasa kikienda kule ama akienda kule, unapata kwamba badala ya kuenda, yani amefika huko mpaka anasema mpaka anauliza, "But si uko na wazazi? Mbona usiwapigia zambi?" Ndio mzazi wangu hivi na hivi hivi na hivi. Yaani una time. Lakini sisi watoto wa kiume, uko ofisini kwa mfano, umepigiwa simu, "Hello." Sema, "Yes ma'am, niko kazini but nakupigia simu sasa hivi." Lakini mtoto wa kike ukiangalia hivi uone ni mama anapiga, basi unajua mama anataka kuniomba pesa. Pengine hata mzazi wako anataka kukusalimia kwambia, mwanangu, pengine mwanangu ni hivi na hivi nahitaji." Lakini nyinyi watoto wa kike mkipigiwa simu basi mwajua mzazi anataka pesa. Sio anataka nini? Kwanza hasa nyinyi watoto wa kiume hususan huwa shareni mkipata wapi mnamalizaga wapi? Kwa sisi watoto wa kike. Lakini mimi naweza kupinga. Naweza kupinga. Mimi hapo napinga. Hata na mwenzangu mnaweza kumsupport. Alafu mtoto wa kike ni bora kuliko mtoto wa kiume kwa sababu gani? Atupigi wazazi. Watoto wa kiume sana 99% huwa wanapiga wazazi. Hasa mtoto wa kiume anapiga anapiga mama, maana yake anajua mama hajiwezi. But mimi naweza kupinga mjana. Kwa nisema hivi, mimi ukipata mtu ambaye anasimama kumnyoshea mzazi wake kidole ama kumpiga, huyo mtu mentally hayuko sawa. Kwa sababu ngoja usinikatisha tafadhali, kwa sababu huyo ni mzazi wako. Na mimi naweza kusema mimi sijawahi ona. Kwa sababu ni mzazi wako, alafu unajua mzazi ni Mungu wako wa pili. So eti unapiga mzazi, wewe Sheri umekosa point ya kuongea, ukaona kwamba uongee kuhusu sisi eti tunawapiga wazazi wetu. Tunawapiga wazazi, tunawapigia nini wazazi? Jamani viewers, jamani hebu watoto kike njoni mnisaidie huko. Jamani msaidie sana. Kama mnavyoona, naona ameshindwa. Sijashindwa kabisa. Eti ametafuta mbinu mpaka anasema eti sisi watoto wa kiume tunawapiga wazazi. Ni uongo ni ukweli? Mimi nataka uniambie pengine utoe kisa. We go by example. Uniambia movie fulani. Hatutaki movie, tunataka kisa. Tuseme hapa Kenya kisa fulani kimetokea. Tuseme mimi niliona fulani alikuwa akimpigia mamake. Na si mamake wa kambo, mamake mzazi. Nikwambia reality. Uncle yangu mimi, ndugu yake mamangu. Tu moja, mama moja, baba moja. Alikuwa akimpigia mamake. But me, let's say psychology, huo mtoto. Si mtoto. Nilikuwa ni mtu mzima. Sawa, ni mtu mzima. Akili ni mentally it was fit. Anaweza kuwa fit, lakini mimi wanaweza kusema pengine huyo mtoto
kiakili, psychology ama mentally anaweza kuwa yuko sawa, kwa sababu utajaribu vipi kumpiga mzazi na amekuzaa? Mimi naweza kubali hapo kwa kupiga, mimi naweza kubali. Tuseme kama ni mamangu wa kambo. Yes, nadhani unanielewa. Tuseme ni mamangu na si mamangu akunizaa, mama wa kambo. Eti amekuja amenipata, nimekaa. Eti anaanza kunipeleka vile anataka. Hapo mimi siwezi kukubali. Kumbuka pia ni mama alizaa. Nakumbuka ni mama, lakini kama ni mama anaweza hapo wa kuzaa achana kwa. Anaweza kunizaa lakini akiweka heshima na mimi nitakubali. Lakini hata akuje ngoja eti nipate kwa nyuma ambia wewe hebu toka hapa sije na kitu fulani. Kumbuka kitu cha kwanza, mimi si mtoto wako. Umeoleka kwa babangu, hujaoleka kwa mimi. Kitu cha kwanza hicho. Haya, point ya pili. Sasa mnaona mtoto wa kiume huyu. Alivyokuwa na majibu kuzidi mtoto wa kike. Mnamwona? Ngoja. Point ya pili, aje. Unajua inafika hivi mpaka mtoto wa kike eti anaweza kuja mnajibebeisha kweli mpaka, lakini nyinyi watoto wa kike wanawashuku kama mna uchafu fulani ambao mnatumia. Kwa sababu mnapata mpaka mnatutumia sijui mnatoka sijui kwa chupa mnataka mahali pale mbaya kwamba unapata kwamba hata mtoto wa kiume, yani mnafika mahali mpaka mnataka kutawala kwamba katika boma wao nyinyi ndio wenye kusema, nyinyi mnataka muonekane mabingwa nini na nini. Mpaka lakini nyinyi watoto wa kike mimi nawashuku. Kwa sababu gani? Hata mtoto wa kike, lakini nikikumbuka story ya Delila na Samson siwezi kulaumu. Lakini siku zote wanasema asiyekubali kushindwa si mshindani. So kama unaweza kuona wanasema maji nalisemalo lipo na kama lipo liko njiani. Wanasema maji siku zote wakati ambapo ya mfereji ama wakati ambao ulikuwa umevunjika unatafuta njia ya kufanya repairing. So kama unaweza kuona amenyamaza mwenyewe mwenzenu. So inamaanisha nimefanya nini? Nimemshinda. Jamani wasichana wenzangu msameheni. Nilikuwa sijajipanga jamani. Sikujua kama kuna mjadala. Nilijua kama anakuja na jahojiwa jamani. Sameni, mnajua nimeoboaga. Sasa hongera kwa wanaume wote. Kwa sababu gani? Sisi ni washindi, kombe ni letu. Kubalini tu. Hii unajua ni Arsenali. Nyinyi ni Arsenali, kubalini pale. Sasa hakuna siku mnaweza kupiga. Sote mwafu. Thank you guys. Asanteni sana kwa kutazama kipindi chetu. Kumbuka you are watching Prince TV. Please like, share and comment and God will bless you. We love you guys. Nami nafahamika kama Sheridori, mtangazaji. Mtani na tu baadaye siku ziku Mungu. Na namba zetu za simu ni kama zifuatazo 0713 6074. Yangu kifabika kama 0728068858 ya WhatsApp jamani. Tunawapenda. Thank you very much. Shalom.